Vanessa Mshindo alikuwa jina lililovuma katika mitaa ya Mikocheni, Masaki hadi Oysterbay. Alikuwa binti mrembo wa miaka 24, tajiri kupindukia, akiendesha magari ya kifahari, akiishi kwenye jumba la kifalme lililozungukwa na uzio wa kisasa wenye kamera kila kona. Kwa macho ya watu, alionekana kama mfano wa mafanikio ya kizazi kipya cha mabinti wa Kitanzania. Lakini nyuma ya tabasamu lake, kulikuwepo na siri nzito iliyojificha gizani, siri ya damu, machozi na makafara. Usiku mmoja, Vanessa alitoka kwenye party ya kifahari iliyofanyika katika hoteli ya Serena. Alipokuwa akiendesha Porsche Cayenne yake kuelekea nyumbani, aliishia kwenye barabara ya giza karibu na Msasani. Ghafula taa za gari lake zikazimika, injini ikakufa. Akaona kivuli kirefu cha kiumbe mwenye umbo la kibinadamu lakini macho mekundu kama makaa. Huyu alikuwa ni Mzee Lugano, mchawi aliyempa utajiri huo miaka 7 iliyopita. Vanessa, muda wa kafara umefika, sauti ya mzee huyo ilisikika kwa ukali lakini kwa utulivu wa kutisha. Umetajirika kwa damu ya wengine, sasa lazima utoe aliye karibu nawe. Vanessa alishtuka. Sikutegemea tena. Niliamini nimeshamalizana na hii dunia ya giza, alijibu kwa sauti ya hofu huku akitetemeka. Utajiri haupatikani bila gharama. Umechelewa. Sasa chagua, dada yako aitwaye Eva au marafiki zako watatu waliokusaidia kwenye biashara. Chagua kabla ya alfajiri au tutachukua wote. Vanessa alifika nyumbani saa 7 usiku, macho yakiwa mekundu kwa kulia na moyo ukipiga kwa nguvu kama ngoma ya vita. Alimkuta dada yake mdogo, Eva, akiwa amelala sebuleni akishika Biblia yake ndogo. Eva alikuwa tofauti sana na Vanessa, mcha Mungu, mnyenyekevu na mwenye ndoto za kuwa muuguzi. Vanessa alimwangalia dada yake kwa macho yaliyojaa huzuni. Kila dakika iliyopita ilikuwa kama jiwe la moto kifuani. Hata siwezi kumgusa. Siwezi kumsaliti, alijisemea. Lakini alfajiri ilipokaribia, sauti ya upepo ikabadilika. Nyumba ilianza kutetemeka. Kuta zikatoa milio ya ajabu. Majokofu yakazimika, taa zikawaka na kuzima zenyewe. Vanessa alisikia sauti ya Mzee Lugano tena, sasa ikitokea ndani ya kuta, umechelewa. Sasa tunachukua wote. Ghafla, milango yote ikafunguka yenyewe. Eva akazinduka na kuanza kuomba kwa sauti. Yesu wa Nazareti, niokoe na dada yangu, tuitwe huru katika jina lako. Mlio wa ajabu ulisikika kama radi iliyojaa maumivu. Vanessa alihisi kana kwamba moyo wake unachanwa vipande. Macho yake yakabadilika, yakawa meusi kabisa. Alianguka chini na kupoteza fahamu. Asubuhi ilipofika, Eva alimpata dada yake akiwa amepoteza fahamu, lakini pembeni kulikuwa na alama ya duara kubwa kwenye sakafu, na katikati yake kulikuwa na jina Sacrifice Rejected. Vanessa alipozinduka hakuweza kuzungumza. Alikosa kumbukumbu ya usiku mzima. Lakini kila alipomwangalia Eva, macho yake yalitoa machozi bila yeye kujua kwa nini. Siku zilizofuata, mambo yalizidi kuwa ya ajabu. Gari la Vanessa likachomeka ghafla bila sababu. Biashara zake zikaanza kuporomoka. Marafiki zake walipotea mmoja baada ya mwingine, kimya kimya. Sasa Eva alianza kushuku kuna kitu hakijui kuhusu dada yake. Alianza kuchunguza. Hadi alipofungua chumba cha siri kilicho nyuma ya kabati katika chumba cha Vanessa. Ndani yake kulikuwa na sanamu za damu, picha za watu waliokufa na sanduku la mbao lenye majivu ya mtu aliyechomwa moto. Eva aligundua kweli kuhusu utajiri wa Vanessa. Eva alihisi miguu ikimlegea. Alishindwa hata kupiga kelele alipoyaona yale ndani ya chumba cha siri. Sanduku lililokuwa na majivu lilikuwa limeandikwa jina la mtu, Doreen Mlaye Rafiki, 2019. Kando kulikuwa na picha ya binti mwingine aliyekuwa rafiki wa Vanessa, akiwa amevaa gauni la graduation. Picha hiyo ilikuwa imechanwa vipande viwili, na katikati yake palikuwa na damu iliyokauka. Eva alipiga magoti. Mikono yake ikitetemeka, machozi yakimtiririka. Dada yangu alikuwa nani kweli? Hii ndiyo maana ya maisha ya kifahari aliyokuwa nayo, alijisemea kwa sauti ya kutetemeka.
Ghafla, dirisha la chumba hicho lilivunjika, upepo mkali ukavuma na giza zito likazunguka chumba hicho. Eva akasikia sauti ya mzee Lugano tena, umegusa pasipostahili, binti wa nuru. Umekuwa kikwazo. Sasa na wewe umeandikwa katika sanduku letu la damu. Mwangaza mkali ukaangaza ghafla juu ya Eva. Biblia aliyokuwa nayo ikatoa mwanga kama wa jua na hewa nzito ikaanza kujitawanya. Sauti nyingine ikasikika, tulivu na yenye mamlaka, moyo usio na hila, mimi nitauokoa. Vanessa akiwa chumbani mwake juu, alishtuka kutoka usingizini kwa hofu kali. Alikimbia hadi kule Eva alipokuwa. Alipofika, alimkuta Eva amesimama katikati ya mduara wa damu, lakini sasa akimkabili mzee Lugano uso kwa uso, jicho la kiroho likiwa limefunguliwa. Vanessa, dada yangu, niambie ukweli, ulitoa nani? Kwa nini? Eva alipaza sauti kwa uchungu. Vanessa alianguka sakafuni akilia kwa kilio kizito. Nilikuwa na miaka 17, nilidanganywa. Waliniambia nitakuwa tajiri. Wakachukua roho ya rafiki yangu wa kwanza. Kila mwaka walihitaji mwingine. Sikutaka. Lakini sikuweza kuacha. Eva alifunga macho, akanyosha mikono juu. Bwana wa majeshi, nisaidie. Fungua pingu za giza juu ya dada yangu. Msamehe kama ulivyosamehe Sauli kuwa Paulo. Ghafla, mlipuko wa nuru ulijaza chumba. Mzee Lugano alipiga ukelele mkali wa uchungu, akayeyuka kama moshi. Kuta zilipasuka na sauti ya maelfu ya roho zilizowahi kufa ikasikika ikilia, tumeona mwanga. Vanessa alianguka chini akipoteza fahamu tena, lakini wakati huu, kwa mara ya kwanza, uso wake ulionekana kuwa mweupe na mtulivu kama mtoto aliye huru. Usiku ulikuwa mzito. Mvua ilinyesha taratibu juu ya dari ya nyumba ya kifahari ya Vanessa. Eva alikuwa hajalala. Alikuwa ameweka Biblia juu ya kifua chake, macho yakikodolea dari huku masikio yake yakiwa macho kwa kila mlio. Kisha ikaja, mlango wa nyuma ukagonga polepole, mara moja, mara mbili, mara ya tatu ukafunguka wenyewe. Eva alishika msalaba wake mdogo aliopewa na mama yake miaka mingi iliyopita. Akashuka kwa tahadhari kwenda sebuleni. Lakini hakukuta mtu, badala yake, sakafu ilikuwa imejaa manyoya meusi na hewani kulikuwa na harufu nzito ya nyama iliyooza. Kisha alikuja yeye. Mtu mrefu aliyevaa koti jeupe la hariri, akitembea bila kugusa ardhi. Sura yake haikuonekana vizuri, ilikuwa kivuli kilicho hai. Alisimama katikati ya sebule, akaongea kwa sauti ya baridi, Vanessa alitia saini kwa damu. Sasa agano lake linahitaji mhuri wa mwisho. Mimi ndiye mwenye mkataba huu. Msamaha haukuwahi kuwepo. Nije nimchukue au niwachukue wote wawili? Eva alijikaza. Shetani hana mamlaka juu ya waliofunikwa na damu ya mwana-kondoo. Kivuli kile kikacheka kwa dharau. Oh, Eva. Dada yako ni tajiri kwa roho 49. Ya 50 ni yako. Kisha tutafungua lango kubwa zaidi, si kwa utajiri, bali kwa ufalme wa giza jijini Dar es Salaam. Kwa ghafla, Vanessa alitokea nyuma ya ngazi akiwa na macho yenye maumivu. Usimchukue Eva. Chukua mimi. Nilifanya makosa. Sitaki tena Mmiliki wa agano akasogea karibu naye. Lakini bado wewe ni wetu. Tumeishi ndani yako. Umekuwa chombo chetu. Hata kama husemi, tupo kila unapopumua. Eva akaangalia dada yake kwa huzuni. Vanessa, kuna njia moja tu, lazima ukiri, uombe, ukatae agano hilo mwenyewe. Siwezi kufanya kwa niaba yako. Vanessa akapiga magoti. Macho yake yakatiririka machozi. Akasema kwa sauti iliyojaa uchungu, nalikataa agano hili, nalikataa jina la utajiri wa damu. Namtambua Yesu kuwa Mwokozi wangu. Niokoe. Mlango wa nyuma ulivunjika kwa nguvu. Nuru kali ilitokea ghafla kutoka juu, ikampiga yule kivuli. Kelele ajabu ilisikika kama mlio wa viumbe 1000 wakifa kwa wakati mmoja. Kivuli kilianza kuyeyuka, kikilia, si mwisho. Bado kuna waliobaki.
Dar es Salaam haitakombolewa kirahisi. Kisha kikatoweka. Vanessa akaanguka mikononi mwa Eva akilia kwa sauti kama mtoto. Kwa mara ya kwanza alihisi amani moyoni mwake. Lakini Eva alijua. Huu ulikuwa mwanzo tu. Kwa sababu yale majina ya waliokufa bado yalikuwa kwenye sanduku lile. Na mmojawapo alikuwa mtoto wa kigogo mmoja serikalini. Na sasa serikali ilianza kuuliza maswali. Siku 2 baadaye, Eva alikuwa jikoni akiandaa chai ya tangawizi kwa ajili ya Vanessa aliyekuwa hajajitambua vizuri tangu usiku wa kile kilichoonekana kama kuokoka. Mara mlango wa mbele ukagongwa kwa nguvu, si mara moja, si mbili, bali kwa mtindo wa mamlaka. Alipotazama kupitia dirisha dogo, aliona gari jeusi lenye plate namba za serikali na wanaume wawili waliovaa suti za buluu na miwani ya giza. Kabla hajafungua, mlango ulisukumwa kwa nguvu ukafunguka. Eva, mshindoi mmoja wao, akauliza kwa sauti yenye baridi. Ndiyo, Eva akajibu, akijaribu kujizuia kutetemeka. Unaomba kufika makao makuu ya upelelezi, kuna mahojiano kuhusu vifo vya watu waliokuwa karibu na dada yako. Pamoja na kutoweka kwa mtoto wa waziri wa mambo ya ndani. Eva aliduaa. Hilo jina lilimrejea haraka sana, Lucas Mbasha, kijana aliyekuwa rafiki wa karibu na Vanessa mwaka jana, lakini baadaye akaonekana amepotea ghafla wakiwa kwenye vakation ya Zanzibar. Eva akakumbuka jina lake likiwa limeandikwa kwenye mojawapo ya picha za waliotolewa kafara ndani ya sanduku la giza. Sasa alikuwa na ushahidi wa kweli, lakini kusema ukweli kulimaanisha kuweka maisha yake na ya dada yake hatarini. Walimpeleka hadi jengo refu la siri Kigamboni ambapo alihojiwa kwa saa 5. Mmoja wa maofisa aliyejitambulisha kama Asp Nyang'anyi alimwonyesha picha za miili mitatu iliyookotwa katika nyumba ya zamani ya Vanessa pale Bunju. Wote walikuwa vijana waliokuwa na mahusiano ya karibu naye. Kisha akamwonyesha picha ya sanduku la mbao, ile Eva aliyokuwa ameiona. Wewe tu ndio uliyebaki, Eva, Asp Nyang'anyi alisema. Na kwa namna picha hizi zilivyo, inabidi useme ukweli wote. Je, dada yako alikuwa sehemu ya mtandao wa ushirikina unaohusiana na vifo hivi? Eva aliinama, machozi yakimtoka. Hakujua aseme nini. Akijua akisema kweli, Vanessa atakamatwa, na huenda si polisi tu watakaoingilia, bali pia wale wanaojua siri zaidi ya serikali. Lakini kabla hajajibu, mlango wa chumba cha mahojiano ukafunguliwa kwa nguvu. Aliyeingia alikuwa Waziri Mbasha mwenyewe. Mwache aende, alisema kwa ukali. Tutamfuata kwa njia zetu. Huyu mtoto anahusika na kifo cha mwanangu. Hatutamaliza hapa. Eva aliondolewa kituoni haraka, lakini moyo wake ulijua sasa amejiingiza kwenye vita si tu ya rohoni, bali pia ya kidunia. Maadui wake hawakuwa wachawi tu, bali pia wale walioko kwenye nafasi za juu serikalini ambao nao pia walikuwa sehemu ya agano kubwa. Na Vanessa, alipoamka siku hiyo, alikuta maandishi kwenye ukuta wa chumba chake yaliyoandikwa kwa damu, walikufa kwa ajili yako. Sasa lipa. Usiku wa tarehe 13 Juni, Vanessa aliota ndoto ya kutisha. Alikuwa ndani ya handaki refu lililojengwa kwa mifupa ya wanadamu. Kuta zake zililia kwa sauti za maelfu ya walioteseka. Mwishoni mwa handaki hilo kulikuwa na lango kubwa lenye maandishi ya Kigiriki ya kale, toleo limekamilika, mlango ufunguliwe. Alipoamka alitambua agano halikuishia kwa kutoa roho za watu, lengo lake lilikuwa kufungua mlango wa kiroho kuingiza nguvu kubwa zaidi Tanzania. Yeye alikuwa mhuri wa mwisho. Asubuhi alienda kwa Eva akiwa amevaa nguo nyeusi. Nimekoma kuogopa, alisema. Ikiwa nilikuwa mhuri wa giza, basi nitakuwa mhuri wa kuufunga milele. Eva hakusema neno. Alienda chumbani akachukua Biblia, msalaba na mafuta ya upako aliyoyapata kutoka kwa mchungaji mmoja wa Mbezi. Walisafiri hadi mahali ambapo Vanessa alipokea agano hilo, nyumba ya kale iliyojengwa pembezoni mwa bahari Kigamboni, iliyojulikana kwa wachache kama nyumba ya waliopotea. Walipofika, hewa ilikuwa nzito. Bahari ilikuwa kimya. Nyumba ilikuwa imefungwa kwa minyororo, lakini Vanessa alijua alama ya kuiamuru ifunguke, damu yake mwenyewe.
Alijikata kidole na kupaka kwenye mlango. Ukaanguka wenyewe. Ndani kulikuwa giza. Kulikuwa na sanamu kubwa ya kike wa Kizaramo aliyeshikilia jiwe la damu. Alijulikana kama mama wa mito saba, roho ya kale aliyehitaji damu za mabikira kwa miaka mingi ili kufufuliwa. Vanessa alisogea karibu, akainua mikono. Eva alianza kusali kwa sauti. Miale ya mwanga ikaanza kujaa ndani ya nyumba hiyo. Kuta zikaanza kuyeyuka, sauti za roho zilizofungwa zikalia kwa matumaini. Ghafla, kivuli cha mzee Lugano kikaibuka tena, kilichochoka, kimejawa na hasira. Vanessa, ukifunga agano hili, nafsi zako zote zitapotea milele. Hakutakuwa na msamaha. Lakini Vanessa alitazama juu, akasema kwa sauti yenye mamlaka, nalikataa agano. Nakata kila kiapo. Damu ya Yesu na iwe juu yangu. Na kufungwa kwa lango hili kuwe muhuri wa milele. Pigo la radi likashuka juu ya nyumba. Sanamu ikapasuka vipande vipande. Ardhi ikatikisika. Kelele ya mwisho ya uchungu ikatoka kwa mzee Lugano alipoyeyuka kabisa. Giza likatoweka. Nyumba ilianguka. Bahari ikatulia. Eva na Vanessa walinusurika kwa njia ya kimiujiza. Mwaka mmoja baadaye, Vanessa aliendesha kituo cha kuwasaidia wasichana waliotoroka imani za giza. Eva alikuwa muuguzi katika hospitali ya Bagamoyo. Na habari kuhusu vifo vya zamani zilifutwa polepole serikalini. Lakini usiku mmoja, Eva alipokuwa akifunga mlango wa kituo, aliona mtoto mdogo akiwa amesimama barabarani, akimwangalia. Mtoto huyo alisema kwa sauti ndogo, mama wa mito saba hajafa. Alibadilisha mwili. Atarudi. Kisha akatoweka.